Kwa majina mimi naitwa Geoffrey Timothy, ni mbunge wenu wa jimbo la Kawe. Ndugu zangu, awali ya yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa uzima, lakini kipekee kabisa nimshukuru Mungu kwa kunikutanisha tena na ninyi ndugu zangu. Jambo hili la nyinyi kutaka kuondoka hapa kwa mara ya kwanza mimi nimelisikia kutoka kwa Mheshimiwa Diwani. Na wakati ananiambia aliniomba sana, akasema, Mheshimiwa Mbunge, hawa ni watu wetu. Watu hawa ndio tulikuwa nao wakati wa mahangaiko. Wenyewe walitunga mkono bila shaka yoyote. Sasa wakati huu wanatukimbilia, tusiwaache. Twende tukawaombee wapate sehemu ya kuendelea kufanya biashara. Mheshimiwa Diwani alifanya kazi kubwa. Ameongea kwa kiasi kikubwa pamoja na dada yetu hapa, meneja wa shirika la taifa la nyumba. Wamekuwa na vikao vingi, na taarifa za mwisho ambazo nilizoambiwa mimi, niliambiwa kwamba hapa panafanyika maendelezo. Ni lazima tutatakiwa kufanya nini? Tutatakiwa kuondoka, si ndio? Sisi tukasema pamoja na kwamba tunatakiwa kuondoka, kwa sababu tunajua tuko kwenye eneo ambalo kweli sio la kwetu na tuko tayari kuondoka, lakini tunaomba tusaidiwe, si ndio? Mwanzoni ilionekana ni ngumu kwamba hatuwezi kuendelea kuwepo hapa, lakini mimi personally niliongea na mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa. Nimempigia simu mara 3, tumeongea kwa muda mrefu zaidi ya dakika 45, tunaeleweshana kwenye simu. Mwisho wa siku akaelewa, akasema hao ndugu zetu tunatambua kwamba ni watu muhimu, hatutawaondoa. Hatutafanya nini? Hatutawaondoa, ila kwa sababu eneo hilo kuna project inaendelea, pembeni kuna sehemu tunaweza tukawahifadhi wakafanya biashara yao hadi pale ambapo yatapatikana maelekezo mengine kama yatakuwepo. Kwa hiyo basi, kwanza tumpigie makofi mengi sana mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa. Nasema kwa nini tumpigie makofi? Kwa sababu yeye ni msikivu, anaonyesha ushirikiano na amekuwa ni sehemu kwenye kuhakikisha ndoto za rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan zinatafsiriwa vile ambavyo Mheshimiwa Rais anataka, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha nyinyi wajasiriamali mnaendelea kufanya kazi zenu bila kusumbuliwa. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, tumekubaliana na wenzetu na dada yangu ataongea hapa kwamba mtaendelea kuwepo, wataonyesha sehemu ambayo mtatakiwa kuwepo, lakini watawapa utaratibu wa kukaa hapa, sababu sisi tungependa kuendelea kuwaona mkiwepo, kuendelea kuona mkifanya kazi zenu kwa amani na utulivu. Mwanzoni ilikuwa mkae kwa square mita 1 kwa shilingi 1000. Tumebembeleza kweli kweli kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani kwamba tupunguziwe, hawa watu wetu na wenyewe wao wanapata faida. Mwisho wa siku wakakubali kwamba square mita 1 shilingi ngapi? 500. Makofi hayatoshi jamani. Na wahakikishia kwamba pamoja na barabara kutanuliwa hii, bado nyinyi mtaendelea kuwepo, hakuna mtu ataondoka. Tutaendelea kuwepo kwa sababu gani? Haya maendeleo yanayotokea kwenye nchi yetu, ni lazima tutafute nafasi ya kutuaccommodate na sisi. Yaani isionekane kuna maendeleo yanakuja basi na sisi. Na kwenye eneo hili hilo linawezekana. Kwa sababu gani? Eneo hili huku upande huu NHC ni eneo lao, lakini wana mkataba na taasisi nyingine. Vivyo hivyo eneo hili huku NHC ni la kwao, lakini wana mkataba na nini? Na taasisi nyingine. Wana mpango wa kufanya maendelezo. Mimi kama mwakilishi wenu, kwa kushirikiana na ndugu yangu Mheshimiwa Diwani, tutaenda kuwashawishi wenzetu wa NHC maendelezo yao wanaopanga kuyafanya yakatu accommodate na sisi.
yakatu accommodate na nini na sisi. Huwezi ukawa na eneo kubwa lote hilo, umeweka michoro yako, unaweka mambo yako unayoyataka tu wewe, wakati kuna watu wetu tumekuwa nao siku zote. Ungeweza kudesign vizuri na wenyewe wakawa sehemu ya project, alafu waache. Kwa hiyo kwa kuwa NHC ni wasikivu, hilo tutaenda kulifanya. Mimi nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu. Kuna siku nitawaletea waziri hapa, kama sio naibu waziri wa viwanda, tuje naye tuzungumze naye awasikie mambo yenu, mumwambie aone namna gani atawasaidia. Lakini kuna ile mikopo ya 10%, na juzi kuna bilioni 200 hapa zimetolewa na mama, zimejazwa, ziko benki, si ndio? Nyinyi kuna vikwazo gani vinawakwamisha kupata zile pesa? Mimi mniambie, turekebishe. Zile hela ni za kwetu, ambavyo hatuzichukui kule benki. Benki wanafanyia biashara, lakini sisi tutakiwa tuzipate, tuje tununue mashine, watu wafanye kazi huku. Kwa katibu, mimi hapa uniambie kuna changamoto gani, ili la kuendelea kukaa hapa nyinyi tutaenda kulihangaikia kweli kweli, na tutahakikisha mnaendelea kukaa hapa. Ndio, tutahakikisha mnaendelea kukaa hapa. Maendeleo yawepo, maendeleo yasiwepo, tutahakikisha utaratibu unakuwepo, muweko kwenye mpango wa taasisi, na nyinyi muendelee kufanya nini? Muendelee kukaa hapa.